Hujambo na karibu sana katika ripoti ya muda huu, ambapo muda huu utasikia ripoti nzito ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi, ambapo wanajeshi wa Ukraine zaidi ya 9,000 wameweza kuuawa na vikosi vya Urusi kutoka mstari wa mbele wa kivita. Karibu sana unifuatilie mwanzo hadi mwisho wa ripoti hii na utasikia mengi na kiundani zaidi kuhusu maafa na uharibifu wa wanajeshi wa Urusi kwa vikosi vya Ukraine, ambapo wizara imeweza kuripoti ikijumuisha ripoti ya wiki nzima kutoka mstari wa mbele wa kivita dhidi ya vikosi vya Kiev. Hasara za jeshi la Ukraine kutokana na hatua za kundi la vita la Urusi la kaskazini zilifikia jumla ya wanajeshi 1530 katika wiki iliyopita. Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliweza kueleza hivyo katika taarifa yake, ambapo katika mielekeo ya huko Belgorod na mkoani Kharkov, vitengo vya askari wawili wenye mitambo, watoto wachanga wenye magari, brigedi za mashambulizi ya anga za jeshi la Ukraine na vikosi vitatu vya ulinzi wa eneo viliweza kushindwa kutokana na vikosi hivyo, ambako pia hasara za adui yani Ukraine katika eneo la wajibikaji la mapigano la kaskazini la Urusi zilifikia zaidi ya askari 1530 katika wiki mbili zilizopita. Jeshi la Urusi pia liliweza kuharibu silaha 12, magari, bunduki 52 za kivita, vituo 4 vya vita vya elektroniki na pamoja na bohari 6 za risasi. Wizara iliweza kueleza hivyo. Pia Kiev ilipoteza zaidi ya wanajeshi 1790 katika eneo la wajibikaji kutokana na kundi la kusini la vita la Urusi katika wiki moja iliyokwisha kupita, ambapo vitengo vya mapigano vya kusini vya Urusi viliweza kuchukua mistari na nafasi nzuri zaidi kutoka mstari wa mbele wa kivita, ambako wanajeshi hao walishinda uundaji wa mechanized 6, shambulio 2, brigedi za shambulio la ndege za jeshi la Ukraine pamoja na brigedi ya ulinzi ya kitaifa kwa wiki mbele. Kwa ujumla Ukraine ilipoteza zaidi ya wanajeshi 1790 katika mwelekeo huo, wizara iliweza kueleza hivyo. Ukraine pia ilipoteza zaidi ya wanajeshi 2970 katika eneo la wajibikaji kutokana na kituo cha vita cha Urusi, ambapo vitengo vya kituo cha mapigano cha Urusi kiliweza kuboresha msimamo wake kwenye mstari wa mbele wa kivita na walishinda brigedi 2 nzito za mechanized, brigedia ya mashambulizi, brigedi ya mifumo isiyo na rubani na kadhalika. Pia hasara za wanajeshi wa Ukraine katika eneo la operation la kundi la vita la Dnipro la Urusi zilifikia zaidi ya askari 600 na maghala 9 ya risasi yaliweza kuharibiwa na vikosi vya Moscow, ambapo vikosi vya mapigano vya Urusi Dnipro viliwashambulia wafanyakazi na vifaa vya brigedi za mashambulio ya mlima, vikosi vitatu vya ulinzi wa pwani na vikosi viwili vya ulinzi wa eneo la Kiev, vikosi viwili vya ulinzi vya Ukraine na kadhalika. Wizara iliweza kueleza hivyo katika taarifa yake. Pia jeshi la Ukraine lilipoteza zaidi ya wanajeshi 1630 katika eneo lake la wajibikaji kutokana na kundi la mapigano la Urusi Magharibi, ambapo hatua za kuamua za kundi hilo zilisababisha ukombozi wa makazi ya huko Kamenka na Doroshovinka katika mkoa wa Kharkov na vile Novoye huko Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Kikosi hicho pia kilishambulia wafanyakazi na vifaa vya tanki, askari 4 wa anga na askari wa ndege 4 jeshi la Ukraine pamoja na vikosi vitatu vya ulinzi wa eneo. Kwa ujumla kabisa walipoteza zaidi ya wanajeshi 1630, vifaru viwili na magari 7 ya kivita kutoka ukanda huo. Kiev pia iliweza kupoteza askari 1220 katika eneo lake la wajibikaji kutokana na mapigano na kundi la mapigano la Urusi Mashariki, ambapo vitengo vya mapigano vya Urusi Mashariki viliendelea kusonga mbele
na kuingia ndani kabisa katika ulinzi wa adui yani Ukraine na kusababisha hasara kwa miundo ya tatu ya mechanized na sehemu zingine za adui. Wizara ya ulinzi ya Urusi ilieleza hivyo. Pia katika wiki moja iliyopita vikosi vya anga vya Urusi viliweza kudungua ndege ya kivita ya Ukraine aina ya Su-27 ambapo jeshi liliweza kukomboa makazi matatu katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk na huko mkoani Kharkov zaidi ya wiki, pia kukamilisha ukombozi wa mji wa Kursk. Zaidi ya hayo, jeshi la Urusi lilizindua migomo 7 ya vikundi kushambulia makampuni ya biashara ya sekta ulinzi ya Ukraine, tovuti za mifumo ya kijasusi ya elektroniki na maeneo ya kupelekwa kwa muda ya mamluki wa kigeni. Ndege za wanamaji za fleti ya Bahari Nyeusi zimeharibu boti ya mwendo kasi ya Wiladi iliyotengenezwa huko nchini Marekani na boti 3 ambazo hazijakuwa na wafanyakazi katika maji ya Bahari Nyeusi. Mifumo ya ulinzi ya anga ya Urusi pia imerusha mabomu 36 au iliangusha mabomu 36 ya kuongozwa na JDAM na roketi 5 za kurusha HIMARS zilizotengenezwa Marekani. Katika wiki hiyo, mifumo ya ulinzi wa anga ilidondosha mabomu 36 ya angani ya JDAM, roketi 5 za HIMARS na makombora mawili ya S-200 yaliyolenga ardhini pamoja na magari 1306 yasiyo ya kawaida. Wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema hivyo katika taarifa yake ya wiki nzima kuhusu operesheni zake za kijeshi dhidi ya vikosi vya Ukraine. Ripoti zaidi zinafuatia hapo baadaye. Usiache kunitembelea kila siku na kila wakati kwa ripoti zote kutoka kimataifa. Asante sana kwa muda wako na pia karibu sana hapo baadaye kwa ripoti zingine zaidi siku ya leo kutoka kimataifa, hasa pia vita vya Urusi na Ukraine. Pia usisahau ya kwamba taarifa hizi au ripoti hizi na matukio ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita huko Urusi na Ukraine unapata nafasi ya kushuhudia moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita kupitia grupu letu la WhatsApp. Unaweza ukajiunga sasa moja kwa moja kwa kulipia kiasi cha shilingi 2500 kwa nambari ya Tigo Pesa au Mixx by Yas kwa sasa, ambayo ni 0679619650, yani 0679619650. Basi pia unakaribishwa sana uweze kujiunga na grupu letu la WhatsApp kama utahitaji kushuhudia taarifa hizi na matukio haya ya moja kwa moja kutoka mstari wa mbele wa kivita huko nchini Urusi pamoja na Ukraine, lakini pia taarifa zingine zaidi za kimataifa.